Hakuna aliyemtambua, sio msimamizi wa gereza, sio wafungwa wenzake, wala sio manyapala. Wakati ambapo Ibrahim Traore alijitambulisha mwenyewe kama mfungwa wa kawaida tu, alipopelekwa kwenye gereza la Kotoka, jambo ambalo alihitaji kulifanyia uchunguzi yeye mwenyewe kuhusiana na gereza hili, na aliyoyaona yalimtetemesha sana moyo wake, na siku 6 baadaye mfumo mzima wa uendeshaji wa hili gereza ungeweza kubadilika kabisa. Mashariki mwa mji wa Wagadugu, gereza lililozungukwa na ukuta wa kijivu, huku juu ya ukuta kukiwa na waya kali kabisa. Gereza la Kotoka lilikuwa ndilo gereza linaloogopewa zaidi, gereza hatari sana ndani ya taifa la Burkina Faso. Na nyuma ya kuta hizo za gereza kukaanza dunia nyingine mpya, mahali ambapo sheria na tumaini vilikuwa vimepotea kabisa. Siku ya Jumapili, masaa ya asubuhi, geti kubwa la chuma katika gereza hili la Kotoka likafunguliwa, na mfungwa mwingine alikuwa anaingizwa ndani. Alikuwa na jina la kawaida tu, jina lake anajulikana kama Musa Diallo, mwenye umri wa miaka 38 tu. Ni mtu aliyekamatwa akiwa anafanya uporaji wa kawaida tu, na hakuna kitu chochote cha ukawaida katika dokumenti zake. Lakini kuna kitu ambacho dokumenti zile zilikuwa hazijaelezea. Hazikuwa zimesema huyu Musa Diallo mwenye miaka 38 huyu ni Ibrahim Traore, ambaye ndiye kiongozi wa kijeshi wa taifa hili la Burkina Faso, kuwa ni mtu mwenye nguvu namba 1 katika taifa hili. Dokumenti hizo au haya mafaili hayakuongea kitu chochote, bali kulikuwa tuna jina la Musa Diallo, kijana mwenye umri wa miaka 38, amekamatwa akiwa anapora. "Hey, sogea mbele haraka!" ilisikika sauti ya afande, na aliongea bila kuangaliana usoni na huyu mfungwa anayemwambia asogee mbele. Na Traore hakupinga, lakini wakati huo usoni ni kama ana damu hivi, na kama mahali amekatwa hivi, na nywele zake zilikuwa hazijanyolewa kama ambavyo ananyoaga kawaida, na alivaa shati ya kizamani ambayo ni kuukuu. Anaonekana kabisa huyu ni kibaka wa mtaani, na hakukuwa na chochote cha kumwonyesha kuwa huyu ni kiongozi wa nchi. Alivaa tu suruali ya kawaida na shati hiyo kuukuu, mavazi yaliyochakaa. Basi hakuna kitu chochote kinachoonyesha kuwa huyu ni kiongozi wa nchi. Na sababu za yeye kuingia katika gereza hili la Kotoka zilikuwa ni rahisi sana, kwa sababu ni ripoti ya miezi 3 iliyopita nyuma, na ripoti hizi kwa kila mfungwa zilikuwa zinafanana, kuwa kila kitu kiko sawa na hakuna tatizo lolote, na kuwa hali ya gereza ni nzuri tu wala haina shida. Lakini barua ambazo zilikuwa zinamfikia Traore mezani kwake zilikuwa ziko tofauti kabisa na ripoti zinazotolewa kuhusiana na hili gereza. Habari zilikuwa ni kuwa kule kuna mateso, halafu kuna njaa, watu wanakufa hovyo na mambo kadha wa kadha mabaya yanayotokea, na kuwa watu wanapotezwa tu hivi, tunashangaa watu wamepotea, hawajulikani wako wapi, na vifo visivyokuwa vya kawaida. Hapa pakawa na hadithi 2 tofauti ambazo Traore alishindwa kuelewa ipi ni ya kuiamini kati ya hizi 2. Basi bwana, katika kutafuta ukweli, Ibrahim Traore akaamua aende yeye mwenyewe. Ndio sasa tunamkuta hapa akiwa ameingia pale kama mfungwa. Traore kama wafungwa wengine akaingizwa hapo ndani, huko akisukwasukwa. Maaskari hawajamwangalia vizuri usoni, na kwa haraka wakamtafutia selo ambayo haina mtu, na akawa yuko assigned kwenye selo inayoitwa Block C7. Hiki ni kitengo kinachoogopewa sana na hili gereza. Hapo ukiambiwa unaenda Block C7, akaingia akakaa, shuka la kitanda likiwa chafu, kigodoro kidogo, kiblanketi ni kama shuka tu hivi. Wakati wa usiku lazima utapigwa na baridi ya maana. Mto ni mgumu kama jiwe. Na huyo mfungwa mwingine aliyemkuta huko wa pembeni yake akawa anamwangalia, lakini hamwelewi, na akamwambia, wewe kijana, vipi, uliwezaje kufika hapa? Ulifanya nini mpaka umeletwa hapa? Traore akajibu kwa sauti ya chini, nilienda tu dukani bwana, nikapora, ndio nimejikuta niko hapa. Basi wakanikamata, sikufanikiwa, ndo maana nimefika hapa. Akiwa anaongea huku akiwa na tabasamu ndogo sana. Hata sikuwa na bunduki, ninahisi nina bahati sana. Na huyu mfungwa mwingine ambaye ni mkubwa hivi kwa mwili akamwambia, usiseme haukuwa na bahati, wewe sema bahati ilikuwa upande wako.
maana wangekuua huko nje. Na huyu mfungwa mwingine jina lake alikuwa anaitwa Bakari, na alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana kwenye hiyo jela au hiyo seli block C7, na huyu ndio alikuwa na uwezo wa kufanya determination ya nani afe na nani aishi. Na Traore hapo akamuuliza, vipi kuhusu wewe, umekujaje hapa? Bakari akacheka akiwa amechanganya kicheko cha huzuni na kicheko kama cha furaha hivi. Kamwambia, we kijana wewe, mimi sio mfungwa wa kawaida hapa unaponiona. Nimetumia muda wa miaka 15 kukaa hapa, kesi za wizi, uuaji, kila kitu kibaya, na nikakamatwa nikaletwa hapa. Na Traore akamuuliza, vipi maisha hapa kwenye hili gereza la Kotoka, yakoje? Bakari akamwangalia akainamisha kichwa chini, akamwambia, unaongelea maisha? Hakuna maisha hapa. Hapa kuna kusubiri tu, lakini usiongelee kabisa kuhusu swala la maisha, na tunachokisubiri ni kifo tu, hilo. Hakuna maisha hapa. Ilipofika jioni ya siku hiyo, wakati ambapo jua linazama, Traore akaangalia upande mwingine, akamwona kijana mmoja amekonda sana, na huku akiwa nagugumia maumivu, na akamuuliza Bakari, ni nini kimetokea nini kwake huyu kijana? Bakari akamjibu akaambia, huyu kijana bwana, ni kama wiki 2 hivi alipigwa vibaya mno na hawa walinzi wa gereza hawa, maaskari hawa, lakini hawakumwangalia, maana hapo alipo amevunjika mbavu na sasa ana infection ndio inayomsumbua na tayari imeshasambaa katika mwili mzima. Na Traore akauliza, vipi kuhusu dawa na daktari, inakuwaje? Na hapo hii kamfanya bwana Bakari acheke sana. Unauliza dokta, unauliza madawa? Hakuna madawa hapa, hakuna daktari hapa. Hapa ukiumwa kuna mawili, upone au ufe, hilo tu. Walinzi hapa huwa hawajali chochote kile. Na asubuhi ilipofika, mshangao ukaja. Kabla sela hazijafunguliwa, maaskari wakaja na wakamchukua huyu kijana, wakaondoka naye. Na huyu kijana alikuwa hapumui, na askari mmoja akasema, kuna mwingine hapa ameshaondoka tayari, ashapita hivi. Na mkubwa wake akamwambia, mtoe nje huyo. Na walinzi wawili wakaja kuanza kumtoa, na wakaanza kumburuta, ni kama vile wanakokota kiroba cha mahindi. Na hii ilionekana ndicho ambacho huwa wanakifanya kwenye hili gereza. Moyo wa Ibrahim Traore ukaanza kuvuja damu, lakini ukimwangalia uso wake yuko kawaida tu, ili yule mfungwa mwingine bwana Bakari asiweze kushtuka kwa huyu mtu ni nani. Na wakati huo askari wakaja wakiwa wanaangalia, na tayari askari mmoja macho yake yakafika kwa Ibrahim Traore. Kamwambia, hey wewe, utaenda kufanya kazi kwenye ukule upande wa jikoni, unasikia wewe kijana mpya? Na hiyo sehemu sasa ya jiko ilikuwa ni mbaya kama gereza lenyewe, na vyakula vilivyoko hapo ni vyakula vilivyooza. Na Traore akawa amepelekwa kule kuwa katakata vitu, mboga, nyanya, vitunguu, na akaanza kukatakata mboga hizo ambazo zimeoza, huku macho yake yakiwa yanaangalia kila kitu, ubora wa chakula, maandalizi ya chakula. Na wakati huo akamgeukia mfungwa mwingine aliyekuwa pembeni yake, akamwambia, hizi mboga mbona zimeharibika, na mnawezaje kutengeneza chakula na mboga hizi ambazo zimeharibika hivi? Mfungwa mwingine akacheka akamwambia, kijana, haujui mambo yanavyoenda hapa. Hiki chakula ni kwa ajili yetu sisi, lakini chakula cha wakubwa, wewe angalia kule pembeni. Traore alipogeuza macho akaona upande mwingine chakula kizuri kinatengenezwa na nyama. Akauliza, hii ni nini? Akasema, wao wanakula nyama, sisi tunakula mifupa. Wao wanakula mikate, sisi tunakula makombo. Haya ndio mambo yanayoendelea hapa. Na usiku ule wakati Traore amerudi kule gerezani au mahali alikofungiwa, yule Bakari akawa anamsubiri kwa hamu. Na alipofika tu akamwambia, we kijana, hebu njoo hapa, nina mambo kadhaa hapa ya kukuambia. Wakasogea kwenye kona na Bakari akamwambia, ukienda usawa huu kule mwisho wa korido kuna chumba kule, watu waga wanapelekwa kule, huwa pengine hawarudi, au akirudi mtu anakuwa ni mtu tofauti, sio yule aliyetoka hapa. Na wakati huo mwamba Traore akawa anasikiliza kwa umakini na akili yake ikiweka kila neno analoambiwa na huyu bwana. Na akamwambia, hapa kuna uchumi wa sirisiri hapa, ni kama kiwanda cha mikate, lazima utoe rushwa kwa ajili ya chakula kizuri, kwa ajili ya madawa, hata wakati mwingine rushwa kwa ajili ya wewe kuwa hai, yaani unalipia uhai. Kama hauna pesa, kama hauna familia, Mungu akusaidie. Traore akauliza, haya mambo yamekuwa hivi tangu lini? Yaani kwa muda gani?
Na Bakari akajibu, ni siku zote tu, lakini ilikuwa mbaya sana mwaka uliopita, pale ambapo Warden Kabore alichukua ofisi. Na siku ya 3 Traore akajionea mwenyewe uhalisia. Kuna mfungwa mwingine amekufa kama yule kijana Gaspar aliyekuwa amepigwa kwa kuvunjwa mbavu na kifo kile. Lakini wakati huu mfungwa aliyekufa hakuwa mgonjwa kama yule alivyokuwa mgonjwa. Hapana, amekufa baada ya kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kile chumba ambacho Bakari alikuwa anamwambia Traore. Na Traore akauliza nini kimemtokea, akiwa anamuuliza Bakari. Bakari akajibu ni kwa sababu familia yake haikuwa na pesa ya kulipa kutoa rushwa ili mtoto wao aendelee kuwa hai. Kuna vifaa vya umeme hapa vya kupigia shoko, na hivyo viko kwenye kile chumba. Je, Traore, hausikii makelele? Na Traore akaitikia akasema, ndio nasikia hayo makelele. Na kweli kelele zile zilikuwa ni halisia kabisa. Lakini ni kwa nini? Traore aliuliza. Kwa nini wafanye vitu kama hivi? Traore akaendelea kuuliza. Bakari akajibu jibu moja tu, pesa. Kila kitu hapa ni kwa ajili ya pesa. Wanapokea bajeti kutoka kwenye wizara kwa ajili ya kila mfungwa hapa, lakini hawatupatii kitu chochote kile zaidi ya mateso tunayokutana nayo hapa. Kwenye makaratasi wafungwa tunaonekana tuko safi kabisa, lakini katika uhalisia na wakati huo Traore tumbo lake likaanza kama kumsokota, kwa sababu kitu alichokuwa na kiwaza kimekuwa ni kibaya zaidi ya kile alichokuwa na kiwaza. Na siku ya 4 ikawa sasa ni zamu ya Traore. Walinzi wawili wakaja wakamchota, wakampeleka kwenye hicho chumba kinaitwa chumba cha mateso ama chumba cha adhabu. Akakutana na teke mmoja tumboni, na hilo teke kwanza likamzima kwanza. Warden anataka kukuona, mlinzi mmoja akamwambia, na ninaamini una hadithi nzuri sana kuhusu hili gereza, huku akimkazia macho. Na Traore alipoingia kwenye kile chumba ilimshtua sana, kwa sababu kuta zimejaa damu. Na akaangalia kwenye kona, akaona vifaa vya umeme vya kuwatesea watu, vya kuwapigia shoko. Na katikati ya hicho chumba kuna meza kubwa, kuna chuma kubwa na kiti cha chuma ambapo kina pingu. Na wakati huu Warden Kabaret akaingia, ambaye ndio mkuu wa gereza. Ni mnene na uniform zake mpaka hazimtoshi, lakini ana macho, na macho yake hayo ni macho yasiyokuwa na huruma kabisa, huku akiwa ameshikilia lile faili la Traore ambalo ni feki. Kumbuka, Traore mwanzo alijitambulisha kama Musa Diaro. Hey, Musa Diaro, akaongea Kabaret ambaye ni mkuu wa gereza. Akaendelea, uwe Diaro uwe nani, vyovyote ulivyo, tumesikia ukiwa unaongea na umeongea kule jikoni, umekuwa ukiuliza maswali mengi sana. Traore akajibu haraka haraka, mimi ni mfungwa tu na ninajaribu tu kuishi. Akajibu kwa sauti ya upole, unataka kuishi? Akaongea huyu mkuu wa gereza Kabaret, tunahitaji pesa. Vipi, una familia au marafiki wanaoweza kukusaidia? Traore hapo akanyamaza kimya. Akakumbuka, yale Bakari alikuwa ananiambia kumbe ni ya ukweli hapa. Kumbe huu ndio ulikuwa mfumo wa uendeshaji wa gereza. Ingawa pesa zinatoka kutoka kwenye wizara, lakini kuna rushwa kubwa sana hapa. Na Kabore akaendelea kumwambia, ngoja nikuambie namna mambo yanavyofanya kazi hapa, ama ulipe au uteseke, kirahisi hivyo tu. Na Traore sauti yake sasa ikasikika, ni shilingi ngapi? Na Kabore akajibu, kwa mtu kama wewe labda tuseme CFA franki 500,000. Traore akajibu, hizi pesa ni nyingi sana, hata kwa raia tu hivi wa kawaida hawezi kuingiza hata kwa mwaka mzima, na ni vipi kama sijalipa hizo pesa? Ndipo hapo mkuu wa gereza Kabore akaonyesha vile vifaa vya kutesea vya umeme vilivyoko kule ukutani, akamwambia vile pale vitakuhusu. Hapa sasa jambo likaja kutokea, jambo la kufurahisha kidogo, na Traore akamwambia Kabore, ninadhani nina ofa kwa ajili yako. Na Kabore kaa sawa, kwa sababu hajawahi kuona mfungwa mwenye ujasiri kiasi hiki. Eti ana ofa kwa ajili ya mkuu wa gereza, na yeye yuko hapo na anasubiri mateso. Kabore akamwambia, okay, nasubiri hiyo ofa niione ni ya namna gani. Na hapo ndipo Ibrahim Traore akamwambia, kabla haujaanza kunitesa, kwanza nataka nikuambie ujue mimi ni nani, na labda tunaweza tukaja katika kuelewana. Hapo Warden akaanza kucheka. Hebu niambie, wewe ni nani? Ni mfalme mdogo aliyepotea
wewe ni milionea wa chini kwa chini. Bila kuchelewa, Traore akatoa kiplastiki kidogo tu ndani ya mfuko wake, na hii kumbe ilikuwa ni transmitter aliyopewa na Secret Services wa Burkina Faso, na akaiactivate kwa kubonyeza kibatani kidogo kwenye hiyo device. Unafanya nini? Akauliza yule mkuu wa gereza. Traore akajibu, naita msaada waje wanisaidie, na uwe na uhakika wako karibu sana, Traore aliendelea kusema. Na hapo ndipo ambapo matumaini ya Kabore ya kupata rushwa pamoja na tabasamu usoni kwake vikaanza kufifia kama mshumaa unataka kuzima vile. Hiki ni nini? Akaanza kupiga makelele, hebu walinzi, chukueni hicho kitu haraka. Lakini wakati ambapo mlango umefunguliwa, hawakuwa ni walinzi wa gereza. Hawa walikuwa ni special forces wa Burkina Faso ambao wana silaha na huku wamevaa mask. Hawa walikuwa ni walinzi waaminifu wa Rais Captain Ibrahim Traore. Ni nini kinachoendelea hapa? Akauliza mkuu wa gereza, huku Traore akimwangalia, na Traore polepole akasimama. Na wakati huo akasimama sawasawa, macho yake sasa akiyaelekeza kwa mkuu wa gereza, na wakati huu macho yake yule mkuu wa gereza akiyasoma, anaona huyu ni commanding leader. Akamwambia mkuu wa gereza, mimi ni Ibrahim Traore, na akaongea kwa sauti tulivu kabisa, na akamwambia, kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Na uso wa Kabore ukabadilika kutoka kushangaa na kuwa ni uso wa huzuni, huku akitetemeka miguu yake yote miwili. Na wakati huo akasikika akisema, haiwezekani, huku akinong'ona. Na Traore akasema, Warden Kabore, nimesikia mengi sana kuhusu hili gereza, na nimesikia mashitaka mengi sana kuhusu wewe pamoja na askari wako, namna mnavyowatendea watu hapa, kuwatesa watu, kuwashindisha njaa, kuwalisha chakula kibaya, hata wakati mwingine kuwaua. Na sasa nimejionea mwenyewe kwa macho yangu. Na walinzi wa Ibrahim Traore wakamchukua haraka haraka huyu mkuu wa gereza, na wakati huu akawa tu anatetemeka, haelewi ni nini kinachoendelea hapo. Lakini mkuu wa gereza akaanza kuongea, akasema, sisi bwana mkubwa, tulikuwa tunafuata tu maelekezo kutoka kwenye wizara, kutoka serikalini. Traore akasema, sasa mimi ndio serikali yenyewe sasa wakati huu, na oda pekee niliyoitoa mimi kama serikali ilikuwa ni haki na ubinadamu kwa raia wote wa Burkina Faso. Na kutoka nje ya gereza mlio wa helikopta ukawa unasikika, na wakati huo helikopta ikiwa inatua gerezani, kukawa na fujo nyingi, maana wakati huu askari wakawa wanashusha bunduki zao wakijisalimisha, na wengine wakijaribu kutoroka lakini wakashindwa. Kumbuka wote hawa walikuwa wanakula pamoja na mkuu wao wa gereza. Wakati mlango wa cell block C7 umefunguliwa, wafungwa wakaangalia kwa macho ya mshangao, wanashangaa Traore anaingia pamoja na ulinzi wake. Wafungwa wakashangaa sana hili jambo, na wakati huu akawa wanaonekana kama kiongozi wa nchi, sio mfungwa tena. Bakari akaongea sasa, Ibrahim Traore, ukweli kila ulichoniambia kimekaa vizuri na kila kitu kiko sawa. Sasa umekuja wakati wa haki na ubinadamu. Na Traore akaanza kutembea kwenye hilo gereza, akiangalia kila kona ya lile gereza, na alichokiona kiukweli kilimshangaza sana. Akaona chumba cha mateso cha kutesea, na wakati huo wafungwa wakiwa katika hali ya kuteseka mno, katika hali isiyokuwa ya kiubinadamu kabisa, na akachukua hayo maelekezo. Na siku ya Jumamosi basi wafungwa wote wakakusanyika kwenye uwanja wa gereza, maana Ibrahim Traore alikuwa ametoa hiyo oda. Walinzi wa gereza, wafungwa pamoja na walinzi wake binafsi wakamuuliza Ibrahim Traore, je, kutakuwa na kunyonga watu? Traore akatikisa kichwa chake akasema hapana. Akasema kutakuwa na haki, kwa sababu haki ina nguvu sana kuliko visasi. Na siku ya Jumamosi kukiwa pamesha kucha vizuri, jua linawaka vizuri sana, ndani ya gereza ambapo kuna mkutano huu Ibrahim Traore amefika hapo, kulikuwa na watu pande mbili. Upande mmoja ni wafungwa ambao ni dhaifu, wamechoka, njaa inawatesa, na upande wa pili ni wale walinzi pamoja na mkuu wa gereza wala rushwa wale. Na Traore akasimama bila magwanda yake, akiwa na nguo za kawaida kabisa, na pembeni yake kulikuwa na mawaziri. Leo Burkina Faso itafanya uamuzi. Je, tutasimama na walioonewa au wakandamizaji,
Je, hatuna hatia tutakapokuwa tunaangalia vitendo ambavyo sio vya haki? Kila mtu alikuwa amekaa kimya na baadhi ya walinzi walikuwa wameinamisha vichwa vyao chini, na machoni kwa wafungwa ulikuwa ukiwaangalia wamejaa vyote viwili, matumaini lakini na hofu pia. Ninalifunga rasmi gereza la Kotoka kuanzia leo. Hili gereza la aibu litaenda kubomolewa kabisa, na hapa tutaweka mradi mwingine. Na ninaposema nimelifunga, ninamaanisha kweli nimelifunga. Sasa huyu Bwana Kabore na wenzake watachukuliwa hatua, lakini hawa wafungwa kwanza kabisa inabidi wapelekwe hospitalini wakachekiwe afya zao. Wagonjwa watatibiwa na wenye njaa watapewa chakula, tena chakula safi, sio kilichooza, na kesi zote zitaenda kuangaliwa kwa upya ili haki itendeke. Na wakati huo Bakari akawa anaangalia kwa macho bila kuamini, anasema ni kweli hiki ninachokiona kinatokea ama ninaota? Na Traore kumbe alikuwa amesikia vile anavyoongea, akasema ni kweli kabisa, sio ndoto, kwa sababu Burkina Faso haitaficha tena ukweli. Tutaukabili ukweli na sio mambo ya uongo. Na wiki chache gereza la Kotoka likawa limefungwa, kuta zimebomolewa, waya juu ya kuta zimeshushwa, na kwenye eneo hilo kampasi nyingine ikawa imefunguliwa kwa masuala ya elimu pamoja na matibabu kwa wafungwa. Sehemu ambayo mwanzo kulikuwa ni mahali pa mateso na chumba cha kutesea watu, kwa sasa pamekuwa ni maktaba, na lile jiko chafu sasa limekuwa jiko la kupika supu kwa ajili ya watu ambao afya zao kidogo ni shida. Na katika kile chumba ilichokuwa amefungiwa pamoja na Bakari, chumba ambacho kio kinaogopewa zaidi au section inayoogopewa, na sasa pamekuwa ni mahali pa kutolea elimu. Na Bakari naye wakati huo amekula cheo, na wakati huo alisikika Bakari akisema jamani, Rais Ibrahim Traore anakuja leo, lazima tuweze kumshukuru sana. Na Ibrahim Traore alipofika pale alikuwa amevaa mavazi mepesi tu, mavazi rahisi tu, kama tu ambavyo siku ya kwanza alipoenda gerezani. Lakini wakati huo alikuwa hajifichi kama mfungwa, ila amekuja kama kiongozi. Alikuwa ni kiongozi ambaye amekuja kwa watu wake, ambaye hajasahau alikotoka. Na wale watu wakasema kweli huyu ama hakika huyu ni kioo cha jamii. Na Bakari akasema, na leo tunapokiangalia kioo hiki cha jamii tunaona kujithamini na tunathaminiwa sana, badala ya kuona aibu kama ilivyokuwa mwanzo. Na alipokuwa akiwapa mikono akaona machozi kwa mmojawapo aliyekuwaga mfungwa. Huyu ni Bakari. Kumbe kipindi kile wakati wamemburuza kumtoa nje, walimpeleka hospitali, sasa ametibiwa na sasa amepona kabisa. Mr. President, akaongea Bakari huku sauti yake ikiwaonekana anatetemeka. Umeokoa maisha yangu. Na Traore akamshika mkono akitikisa kichwa chake akimwambia, hapana Gaspar, tumesaidia maisha wote, tunasaidiana kwa pamoja, kwa sababu ili taifa linatutegemea sote. Na Bakari akasogea akasema, tunakushukuru sana Rais, kwa sababu gereza ambalo lilikuwa linaogopewa sana na watu, leo hii wewe ulipoingia tu, kwa sababu wewe ni mtu anayetukumbatia sisi raia wako, basi mwanzo mpya ulianza. Tunakushukuru sana sana. Na mwanaukuu wa Mwafrika, kama mnakumbuka, tulikuwa tukiongea kuhusiana na kuwa Ibrahim Traore aliamua kuwatumia wafungwa kuzalisha mazao. Hiki ni kisa kimojawapo ambacho baada ya kufunga lile gereza, na alisema kuwa mwisho wa siku sisi ni Waafrika, hatutaki kila mtu aendelee kukaa gerezani. Hawa watu waendelee kufundishwa skills mbalimbali za kilimo, huku wakiwa wanaendelea kupunguziwa kesi ili warudi kujoini na familia zao. Lakini ilianzia hapa kwenye hiki kisa cha hili gereza la Kotoka ambalo liko mashariki mwa mji wa Ouagadougou, mji mkuu wa Burkina Faso. Asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia.